Taarifa mpya ambazo kwa sasa zimechukua nafasi kwenye upande wa burudani kwa nchini Marekani ni baada ya kuelezwa kuwa rapper Jay-Z huenda akatumbuiza kwenye finali za NFL Super Bowl Halftime Show kwa mwaka 2026. Taarifa hizi zimeweza kuchukua nafasi kwenye vyanzo mbalimbali vya habari ikiwemo Hot 97 pamoja na Hip Hop Vibe. Imekwisha kuzoeleka uandaji wa Super Bowl NFL wakishirikiana na Roc Nation na Jay-Z humtangaza headline wa Super Bowl Halftime Show mwisho wa mwaka husika. Ni kama tamasha husika linafanyika mwaka 2026 mwezi Februari, basi mwezi Septemba wanamtangaza msanii ambaye atatumbuiza. Ile kwa sasa taarifa imekwisha kuvuja na imeelezwa kwamba Jay-Z yupo katika mazungumzo ya kuona kama anaweza kuhusu kwa mwaka 2026 kuhusu kwa kutumbuiza huko Santa Clara ambako michuano hii ya finali za NFL itafanyika. Sasa licha taarifa hii bado haijawekwa wazi kama ni thabiti ama imethibitishwa kuwa ni kweli, lakini ambacho kimeweza kushangaza watu wengi sana ni baada ya kuona hili kutokana kuwa Jay-Z chini ya Roc Nation tangu mwaka 2019 walipewa mamlaka na uandaji wa NFL kuhusu upande wa usimamizi, uchaguzi na uendeshaji mzima wa tamasha la dakika 13 mpaka 15 la Super Bowl Halftime Show. Na katika kipindi hicho cha takriban miaka 6 sasa, Roc Nation imeweza kuwapa nafasi mastaa wa muziki kama Rihanna, Dr. Dre na familia yake akiwemo Eminem, Uncle Snoopy, Kendrick Lamar, 50 Cent na Mel J. Blige, Usher Raymond na Kendrick Lamar pia ambaye kwa mwaka huu tena alitumbuiza mwezi Februari. Sasa ambacho watu wanashangazwa ni kuona Jay-Z ambaye ndio boss kwenye tamasha hili inakuwaje aweze kufanya mazungumzo kutumbuiza, na ukizingatia kuna mastaa wengine tu ambao walipaswa kupewa nafasi kubwa sana akiwemo Chris Brown, Justin Bieber, Tana Taylor, Taylor Swift, Nas na wengine pia wamenambali na kudai kwamba hamhitaji msanii huyu, wakisema kwamba it's better akamrudisha Beyonce kwa mara 3 kutumbuiza kwenye Super Bowl kuliko yeye mwenyewe, kwa sababu afahamu ni wimbo gani ambao atatumbuiza kuweza kuwashika watu ama kumzingatia kama sehemu ya kiburudisho kwenye michuano husika. So huu ni mwanzo tu wa taarifa husika na utafahamu kuelekea utumbuizwaji wa Super Bowl kwa mwaka 2022. Taarifa kumhusu Rihanna kwamba angetumbuiza kwenye finali hizo zilianza kuvuja miezi kadhaa kabla kuja kuthibitishwa rasmi na baadaye kawa hivyo. So upande wa Jay-Z taarifa hizi zimeanza mapema na kwa sasa kinachosubiriwa tu ni kuona kama itakuwa kweli, lakini kwa asilimia kubwa mashabiki hawajafurahishwa na hii taarifa, ukizingatia kwamba ni muda mrefu hajaachia kazi ya kimuziki ambayo inamhusu mwenyewe, ukiachana kazi hizo project kama album na kadhalika. So asilimia kubwa ya mashabiki hawajafurahishwa na taarifa hii. Tusubiri hii hapa. Ni SNS Management Man.